Haleluya. Haleluya. Sepa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ndugu zangu katika Kristo, ninawasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti. Tumaini langu nyote mko salama katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Ni msemaji wa Bwana na Mungu wetu Yesu Kristo. Kwa siku ya leo ninamshukuru Bwana kwa kuninemea ingine neema ya kufika mahali hapa. Ingawa wengi wenu mnashangaa sana, mnasema mbona mtumishi anakuja kwa moto sana? Mbona mtumishi anafundisha sana hizo masiku? Mbona mtumishi anaposti video nyingi sana? Well, kama jinsi nilivyosema kwamba kama tunaweza tukaenda kwenye tukafanya makazi masaa na masaa, kuna wengi wanaweza kutembeza magari masaa 24, masaa 30, wengine wako kazini masaa 10, masaa 14, masaa 20. Wengine utakuta kwamba tu watatoka tu katika state tu ili wakutane na mchumba wao, ili wakutane na marafiki. Utakuta mtu atakata tike, anatoka hapa Europe aenda paka Afrika au aenda paka Marekani. Masaa na masaa. Bwana Yesu asifiwe. Na utakuta mwingine tu watatoka masaa na masaa kutembeza ili tu waende katika sherehe, katika mariage. Sasa kwa nini mimi nami nisitumie hizo masaa ninazofanya kazi, pia nimfanyie Bwana pia kazi? Kwa sababu nitakuwa mnafiki wa kusema kwamba kazini niko nachapa makazi 20, 28, masaa 9, masaa 10, 11, 12. Akisha ikikuja katika kazi ya Mungu ninaanza kuja na masababu ya kwamba nimechoka. Hapo nitakuwa kama niko mnafiki. So ndio maana nikaona kwamba ngoja nizibalance zote hizi kazi zote mbili. Kwa Mungu nipo na kazini pia nipo. Na ndio maana huwa nasema kwamba kama unapenda kweli tukuona kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu, fanya kazi, chapa kazi ya mikono na kazi ya Mungu pia uipige. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni hapo sasa ndio tutakapoona uaminifu wako. Je, unaweza kweli kuchapa kazi ya mikono na kazi ya upako at the same time? Maana unazibalance zote kwa moja. Yaani msingilingilele kati. Na ndio maana maandiko matakatifu yasema kwamba kuna kipindi ya kila kitu. Yaani kuna kipindi cha kufanya kazi, nilikuwa kazini, basi na focus tu kwenye kazi. Nikikuwa na focus kwenye kazi, na chapa kazi zangu za mikono, nafanya nazifanya zote bila kuwaza mambo mengine. Lakini ikikuja katika kazi ya Mungu, na focus tu kwenye Mungu, kazi ya Mungu, na focus tu kwa Mungu tu, yani mawazo yangu yasiwe nje na kazi ya Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kama kunafika muda wa kupumzika, basi napumzika bila kuwazawaza huku na huku na huku na huku na huku na huku. Na ndio utakuta kwamba wengi hawawezai kufanya nini? Hawawezai kubalance kati ya kazi ya Mungu na kazi ya mikono. Basi kwa siku ya leo tutaenda kuzungumza kuhusu kazi za shetani, kazi za ibilisi, kazi za Lucifer. Tumekemea dhambi, tumeongelea kuhusu dhambi, tumesema watu waache dhambi, watu waache unafiki, watu waache kusuka nywele, watu waache vitu vingi. Lakini inatubidi pia sasa tumongelee huyu jamaa, huyu mjanja. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni huyu mjanja anayesababisha kwamba watu wapotee. Bali si watu hawapotee kwa niaba yao, bali wanapotea kwa niaba ya udanganyifu ya huyo mjanja mali hapa.
Bwana asifiwe. Na ndio maana tutaenda kumuongelea kwa siku ya leo. Tutaenda kujifunza yeye ni mtu wa aina gani, yeye ni mtu wa aina gani na anataka nini. Bwana asifiwe. Kwa sababu Luciferi, mjua kwamba kabla ya kumwasi Mungu alikuwa malaika wa Bwana. Alikuwa tena malaika wa Bwana, tena malaika mmoja wao. Alikuwa tena malaika wa Bwana tena. Bwana asifiwe. Mbinguni alipaishi, mbinguni alienjoy, akakula nguvu za Bwana, akalishwa neno la Mungu na anajua sheria zote za mbinguni. Lakini kiburi kilipoonekana ndani mwake, kutaka kuwa kama Mungu, kutaka kuwa zaidi ya Bwana, naye pia akataka kufanya nini? Kumtoa Bwana Yesu Kristo katika kiti chake cha enzi. Lakini je, aliweza? Jibu ni hapana. Ibilisi hakuweza. Lakini alidanganya malaika wengi. Aliwadanganya, nao malaika hao walipambana na malaika wa nuru. Utakuta kulikuwa vita mbinguni. Imagine jinsi shetani alivyodanganya malaika wengi. Nao malaika nao wakakuwa katika yake side. Wakaenda kule kupambana nani? Na malaika wa Bwana. Mikaeli alikuwa mmoja wao, Gabrieli, Rafaeli. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine wa malaika mbalimbali. Lakini shetani alishindwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kitu kilichoumbwa hakiwezi kuzidi muumba wake nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kilichoumbwa hakiwezi kumzidi muumbaji na nguvu au na mamlaka. Kwa mfano mimi hapa, mimi nina baba. Mimi siwezi nikamtoa mzee wangu katika ile mamlaka aliyonayo. Siwezi. Hata kama nikipima, hata kama nikijaribu, siku ya mwisho tu nitashindwa, nitapigwa na nitalose. Kwa sababu gani? Kwa sababu yule alina mamlaka juu yangu ni mzee wangu. Na ndio maana utakuta kwamba wakati mtu anapoenda sehemu popote, huwa anaulizwa, baba yako ni nani? Unaona? Baba yako ni nani? Hata kama ukienda sehemu pote, hata kama ukitaoa, ukitafanya jambo lote, ukibanwa, wizi, watakuuliza kwenu ni wapi na jina la mzee wako ni nani. And it's the same thing with the Lord Jesus Christ. Bwana wetu Yesu Kristo. Wasifiwe. Na wote walikuwa na nusu ya Bwana. Walibeba utukufu, nusu ya utukufu wa Bwana. Kwa sababu gani? Kwa sababu Bwana yeye anatosha na utukufu wake wote yeye ndo anazo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini kilichoumbwa hakiwezi kumzidi muumba wake nguvu. Twende sasa. Shetani. Kazi ya shetani ni nini? Kazi ya shetani cha kwanza ni ya kwamba ni kuondoa watu katika uwepo wa Mungu. Hapendi watu wamjue huyo Mungu. Hapendi watu wamfahamu au wamkumbuke au wajue ya kwamba Mungu yupo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndani ya moyo wa Ibilisi au moyo ndani ya moyo ya Luciferi ana kiburi na ana chuki. Yani mambo ya Mungu, Ibilisi apendi mambo ya Mungu. Imefika kiwango au kipindi Ibilisi
anachukia kazi ya Mungu, vitu vya Mungu, viumbaji vya Mungu. Yaani vitu vyote Bwana alivyovitengeneza, shetani yeye anavichukia. Yaani utakuta hasira kabisa. Na ndio maana utakuta kwamba mtu yote atakapomwongelea Bwana, yeye shetani yeye hawezaki kukaa hapo muda mrefu. Kwa sababu huwa ana wivu na ana chuki. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na ndio maana Ibilisi huwa anafanya chini juu kupotosha wanadamu ulimwengu wote mzima. Na ndio maana anachukua jina la Taito, mwovu, mdanganyifu, giza, kwa sababu yeye ni giza. Ukikutana na Ibilisi hakutapatikana nuru ndani mwako. Yaani kutapatikana tu giza ndani mwako. Kwa sababu gani? Kwa sababu Ibilisi atakupatia yake mind. Atakupa akili zake. Na akikupa akili zake utakuwa unawaza kama yeye. Cha kwanza, Ibilisi hana huruma. Ibilisi hana upendo. Ibilisi hana amani. Ibilisi hajawahi kuwa na amani. Ndio utakuta kwamba yuko anayumba yumba. Kwa sababu gani? Kwa sababu anajua kwamba muda wake ni mfupi na anafanya chini juu, apendi kulungula yeye mwenyewe katika jehanamu. Na ndio maana anafanya anasababisha kila mtu aende naye motoni. Na ndio maana utakuta kwamba yuko anatembea anadanganya watu. Analeta madini. Analeta manini? Miungu mengi. Kwa sababu gani? Kwa sababu achanganye watu. Ili watu wawe na miungu mengi. Na utakuta kwamba na watu walikuwa na miungu mengi, utakuta siku mwisho watu wote wanaabudu miungu. Wababu wote wanamwabudu nani? Wanamwabudu yeye Ibilisi. Kwa sababu gani? Kwa sababu utakuta Ibilisi huwa anatumia vitu vya mapepo. Anapossess watu. Jina la Bwana libarikiwe. Kazi za Ibilisi. Yaani utakuta yuko anabadilisha maneno. Utakuta yeye anatemetema anabadilisha maneno la Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hataki wewe uyajue ukweli. Anataka wewe ujue uongo. Na ndio utakuta maneno ya Ibilisi ni mitego. Na ukweli wake inakuwa mtego. Atakwambia kweli lakini ukweli wake ni utego. Kwa sababu gani? Kwa sababu tukienda katika kitabu cha Mwanzo, Eva akamjibu kwamba Bwana aturuhusu tukale kwa sababu alisema kwamba tukikula tutakufa. Lakini Ibilisi akasema nini? Akasema hapana. Bwana anasema hivyo kwa sababu hataki nyinyi muwe kama yeye. Mkikula mtakuwa kama nani? Kama Mungu. Twende kwa taratibu. Watakuwa kama Mungu kwa njia gani? Ndio sasa tutaenda kufanya nini? Tutaenda kujifunza pale sasa. Wakati Eva alipokula tunda hakutokea kitu. Lakini wakati Adamu alipokula sasa kutokea kitu. Wakajikuta wako uchi. Wakakujua kwamba kumbe tuko uchi. Wakanasikia aibu, wakajua mema na mabaya. Ndio kitu kimoja hicho tu walichokipata kwa Bwana. Kwa sababu Mungu yeye anajua mema na mabaya. Lakini Mungu yeye atendi mabaya, yeye huwa anatenda kila kitu kutoka kwake, anakitenda ni mema. Bwana asifiwe. Na ndio maana sisi wanadamu wakati tunapofika umri mwaka 7 au 8, ni hapo sisi tunakuwa tunajua mema na mabaya. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mazingira tunayoishi, tunafundishwa na tunaelewa. Lakini wakati tuko watoto wadogo,
watoto mara nyingi sana hawajuaki mema na mabaya, ila wakati kipindi wanapokomaa ni hapo sasa wanajua mema na mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana utakuta Ibilisi yeye yuko anatembea na maneno ya udanganyifu, kudanganya watu ya kwamba hakuna mbingu, ya kwamba Mungu haishi, ya kwamba Yesu Kristo hakukujaka, mwana wa Mungu hakukujaka, ya kwamba Yesu Kristo hakufa katika msalabani, ya kwamba itakwamba kuna njia nyingi ya kukutana na Mungu huyu, Mungu mmoja. Ita kwamba unaweza kuwa Muislamu, unaweza ukaburi masanamu, matembo, unaweza ukaburi mabuda, unaweza ukaburi vitu vingine tofauti, lakini si kwa mwisho mnaabudu Mungu huyu, Mungu mmoja. Kumbe ni udanganyifu. Ukiabudu masanamu, wewe unaabudu Ibilisi. Ukiabudu Allah au Muhammad, wewe unaabudu Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Bwana anasema kwamba hizo miungu zao zote hizo mimi siyajui wala zinatoka wapi. Na ndio maana utakuta watu wengine wanaabudu status. Watu wengine wanaabudu miti. Wengi wanaabudu vitu visioeleweka. Na ndio maana maandiko matakatifu yakasema kwamba Bwana akasema kwamba miungu yenu wana macho lakini hawaoni, wana masikio lakini hawasikii, wana mapua lakini hawanusi, wana mdomo lakini hawaongei, wana miguu lakini hawatembei, wana mikono lakini hawagusi au kutenda kazi jambo lolote. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana utakuta kwamba wengi wamedanganywa na yule mwovu, adui wa Mungu, Luciferi. Wengi wamedanganywa naye. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana shetani yeye huwa anaanza kudanganya mtu wakati huwa mdogo. Huwa anaanza kudanganya mtoto wakati huwa mdogo. Nikisema mdogo nasema miaka 7, 8, 9, 10 mpaka kuendelea huko. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndani mwake yeye apendi ukweli. Ndani mwake yeye apendi nyinyi muishi na Mungu. Apendi ya kwamba muwe na mawasiliano na Bwana. Na apendi mjue ya kwamba mkifa, baada ya kifo, yani kuna ulimwengu mwingine wa rohoni katika ufalme wa Mungu. Kwa sababu hapa tu katika ufalme wa nini? Wa mwili. Mungu ametuachia dunia. Sasa tukitoka katika ulimwengu sasa, tutaingia katika ufalme sasa wa Mungu sasa. Maana hapo hakuna time. Hapo hakuna nini? Hakuna kifo. Yani ni kuishi milele wala kuungua milele. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo hakuna tena rehema, hakuna msamaha. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunaingia kipindi hakuna muda. Hapa ndio tuna muda, lakini mbinguni hakuna muda. Hapa tunalala, tunaamka. Lakini mbinguni hakuna kulala au kuamka. Na ndio maana utakuta kwamba Ibilisi hakusamehewa. Kwa sababu gani? Kwa sababu Ibilisi alikuwa anajua ukweli. Ibilisi alijua ukweli wote wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini mwenyewe alifanya nini? Alimuasi Mungu kwa makusudi yake mwenyewe. Alimuasi Mungu kwa kutaka yeye mwenyewe. Na ndio maana hata kuomba msamaha alishindwa kuomba msamaha. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye mwenyewe alichukua hatua na maamuzi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kazi za shetani, kazi za Ibilisi, kazi za Luciferi, kazi za muovu, kazi za nyoka. Na ndio maana utakuta kwamba nyoka ni mjanja. Nyoka atakuwa na kuangalia. Nyoka utakuwa naye. Lakini ikifika kipindi chake sasa, kitakuuma meno.
na ikikuuma utapata sumu, na ukipata sumu yana kwamba utakauka, mwili utakauka na unakufa. And it's the same thing with the devil. The devil yeye anakula meno. The devil yeye anakula, anaweka sumu ndani ya vichwa vya watu, na akiwaroga watu watu watakauka katika ulimwengu wa roho. Mifupa ya watu itakauka. Bwana asifiwe. Utakuta mifupa yako inafanya nini? Inakauka. Kwa sababu gani? Kwa sababu Ibilisi amekutoa katika njia sahihi na amekuweka katika njia zake. Kazi ya shetani ni kuleta wivu na chuki. Yaani hawezi ukapendelea mwenzako kufanyikiwa. Yaani utakuta ukisirika kidogo tu unaanza chukia mtu mwingine. Mungu yeye ana chuki. Mungu yeye ana chuki. Sasa utakuta Ibilisi analeta chuki kwa wanadamu ili sisi wenyewe tuwe tunachukiana. Tuwe tunachukia vitu vya Bwana wa ufalme wa Mungu. Na ndio maana utakuta kwamba kuna vita vingi katika ulimwengu. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wanakosa maelewano, watu wanachuki, watu hawana upendo, watu hawana umoja, na watu hawana huruma ndani ya mioyo zao. Kwa sababu gani? Kwa sababu Ibilisi tayari ameza jenga chuki ndani mwao. Hata kama ukiwaambia habari za Bwana Yesu, ukiwaambia habari za huruma, habari za upendo, hawatakusikia. Ndio utakuta kwamba hata mafamilia wanachuki. Utakuta familia zinarogana. Hata kwa sasa hata Wakristo wenyewe kwa Kristo wanachukiana. Utakuta hii kabila haiwezi ikashirikiana na hawa. Utakuta hii kanisa haiwezi kufanya kazi na hawa. Utakuta huyu mtumishi haiwezi kaongea na huyu mtumishi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile asili ya Ibilisi iko ndani mwao. Bado hawajakubali kubadilika. Bado hawajakubali kuchukua tabia ya Kristo. Bado hawajakubali kuacha njia za yule muovu. Hori baba sikai. Hosepai. Na ndio utakuta kwamba hata Waafrika kwa Afrika tunachuki sisi kwa sisi. Hata kupendana hatupendana haki. Utakuta vita iko huku, vita huku, mapigano kabila na kabila. Hii kabila utakuta iko na ugomvi na kabila. Hii kabila ina ugomvi na kabila. Hii kabila ina ugomvi mpaka watu wanaanza wekana masumu kwa masumu. Mpaka watu wanaanza rogana kwa rogana. Kwa sababu gani? Kwa sababu chuki ya Ibilisi imekuwa ndani mwao. Ibilisi amepanda chuki ndani ya watu. Na ndio utakuta kwamba watu huwa wanaitwa pia shetani. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanachukua tabia ya ushetani. Tabia ya ushetani yumo ndani mwao. Na ndio maana huwa wanaitwa shetani. Ya kwamba una pepo. Ukiwa ndani ya Bwana hakuna chuki. Kwa Bwana ni furaha, upendo, amani, uvumilivu, subira. Lakini Ibilisi yeye anadanganya watu, analeta chuki ndani ya watu. Na watu wengi wanachukua kareta ya Ibilisi. Wanachukua kareta ya ushetani. Kwa sababu gani? Kwa sababu ule kareta wa shetani pia yumo ndani ya watu. Sasa Bwana asifiwe. Tufunge tuende katika kitabu cha Yohana 10 mstari wa 10. Tusikie maandiko matakatifu yanasemaje. Maandiko matakatifu yanasema, mwizi uja ili aibe, kuua, kuangamiza. Mimi nimekuja ili wapate uzima kisha wawe nayo milele. Yaani Bwana analeta uzima kwetu sisi ili tuwe nayo milele. Lakini Ibilisi anakuja kufanya nini? Ibilisi huja kuiba, kuua, kuangamiza. Anakuja kuangamiza mafamilia. Anakuja kuangamiza makanisa.
anakuja kuangamiza kazi ya Bwana, anakuja kuangamiza akili zako, anakuja kuangamiza maarifa yako. Horepa pasika. Ibilisi anakuja kuiba. Kazi yake ni kuiba. Ni kuiba ile maarifa ya Bwana ndani mwako. Ni kuiba maarifa ya Bwana ndani mwako ili aitwist. Na ndio utakuta kwamba watu watasoma Biblia, neno la Mungu, lakini ibilisi atakuja kufanya nini? Atakuja kuigeuza ili watu wasome aje? Wasome chini. Watasoma lakini hawataelewa jambo lolote. Shetani atakuja na maarifa yake. Shetani atakuja na yake understanding, anaanza kufundisha watu nao. Na watu wanapata akili zake. Watu wakipata akili zao, watu wakipata akili zake, watu watakuwa wanaishi katika njia zake. Na ndio maana utakuta Bwana anasema kwamba usizini. Lakini shetani anakuja anasema zini baba, zini. Hakuna kitu chochote, hakutatokea kitu chochote. Bwana anasema eti usiibe. Shetani anakuja na kuambia iba, hakutatokea kitu chochote. Bwana anasema eti usiue. Shetani anakuja na anasema ua baba, ua. Bwana anasema kwamba eti kusiwe mtu, msifanye mambo ya uchawi au mambo ya ulozi. Shetani anakuja anakuambia uwe mchawi. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu hataki pia uwe na zile nguvu kama jinsi naye anavyo. Na ndio utakuta kwamba watu wengi wanajiita kwamba yeo ni wa Mungu. Hasa kama wewe ni Mungu, kama wewe ni Mungu, kwa nini unaumwa? Kama wewe ni Mungu, kwa nini wewe unakufa? Kama wewe ni Mungu kweli, kwa nini wewe unakuwa unalilia kwa Mungu tena? Utakuta tena wewe Mungu unamlilia Mungu aliye juu. Sasa wewe utakuwa Mungu wa aina gani? Imeandikwa, mwizi huja ili aibe, kuua na kuangamiza. Kuua maana anaua ile roho yako kabisa. Utakuta mifupa yako ili fanya nini? Mifupa yako ikauke. Maana msiwe uhai, msiwe uzima. Yaani uwe unaoza. Na ndio utakuta wengi wanaoza. Wengi wanafanya nini? Wanaoza. Shetani tayari ameshawaua. Shetani tayari ameiba maarifa yao, ameshaangamiza maarifa zao. Ndio utakuta watu wanaishi kadiri isipasavyo. Wengi wanazini, usharati ni wingi, na utakuta katika mitandao watu hawasikii na aibu. Kufanya mambo ya ngono kwao ni kawaida. Mambo ya uzinzi kwao ni kawaida. Utakuta hata mavideo, ma-comments, utakuta hata kanisani kuna uzinzi. Watu ni wazinzi, watu wengi ni wazinzi, wanaingia katika uzinzi. Ndio utakuta wengi wanabadilisha maneno la Mungu iwe kama yao. Vitu vingi watu wanabadilisha. Kwa sababu gani? Hivyo watu wanaanza ishi kadiri ya mapenzi ya ibilisi. Ibilisi akiwaambia hivi wanaishi kama jinsi wanavyo. Na mapepo inafanya mapepo imewatawala. Mapepo iko ndani mwao. Wanafungwa macho, waone kitu. Inawabidi tena wapate uzima ya uhai. Inawabidi tena wapate uhai ndani ya mifupa yao. Inawabidi tena wapate uzima ndani ya mifupa yao. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari wameshafanya nini? Wameshakufa. Wamekauka. Kazi za ibilisi. Anakuja kuharibu kazi ya Mungu.
anakuja kutoa yani mambo yote ya Bwana, yani watu wasije kujua kwamba Mungu yupo. Na ndio maana utakuta kwamba kizazi na kizazi wengi wanamwasi Mungu, wengi wanamsahau Mungu, wengi hawamjali Mungu, wengi wanaabudu miungu, wengi wanaishi kadiri maisha yao. Lakini kumtafuta Mungu utakuta ni wachache sana. Lakini siku ya mwisho Bwana huwa anainua watumishi, na watumishi hao Bwana pia anafanya kazi yake. Oh. Bwana asifiwe. Na ndio maana huwa naambia watu kwamba Mungu anasoma Biblia na Mungu anaacha Mungu aongoze. Kwa sababu gani? Kwa sababu Ibilisi pia anajua neno la Mungu. Ibilisi alimjaribu mwana wa Mungu kwa maandiko, kwa neno la Mungu. Alimjaribu mwana wa Mungu. Lakini nyinyi inabidi msimame na wokovu wenu. Inabidi mtembee na neno la Mungu na Roho Mtakatifu awaongoze. Na muwe karibu na Bwana Yesu Kristo. Kwa sababu gani? Kwa sababu andiko takatifu imeandikwa, pingeni shetani naye atawakimbia. Mkaribieni Bwana naye Bwana atawakaribia. Pingeni shetani katika kazi yake yote, zake ofa, maneno yake. Mpingeni. Kaeni ndani ya utukufu ya Bwana, naye Bwana atawakaribia zaidi kwa uzaidi. Ibilisi anatamba anaenda. Akiona mtu anaokoka, huyo mtu anampiga, anamdanganya. Na ndio utakuta kwamba wengi wanarudi nyuma. Kwa sababu gani? Kwa sababu Ibilisi huwa anawadanganya. Ibilisi ni mjanja. Never underrate the devil. Ni mjanja. Hata wengi utakuta huwa wanamtukana Ibilisi, pumbavu wewe, Ibilisi uniwezi. Lakini ukikaona tu utakuta hata kusoma andiko kasomaki, kuomba kaombaki. Lakini kanisani shetani anakutandika na kukukanyaga katika jina la Bwana Yesu. Shetani utakuta shetani anakaa hivi tu anamwangalia. Shetani anacheka zake, yo. Mtu ndo ako ananikemea huyo. Huyo ndo ananikemea. Shetani ndo akasubiri tu. Amaki shetani anasubiri akimaliza kuomba, akienda nyumbani, shetani anafanya nini? Shetani anamfunga tena macho. Anafanya nini? Anamuonesha vitu vya upumbavu. Shetani tena anamtawala tena. Bwana Yesu asifiwe. Kazi za Ibilisi ni kutoa watu katika uwepo. Kazi za Ibilisi ni kudanganya watu, kuwapatia watu chuki, watu kutokuelewana, watu kutokupendana, kukuwa na wivu, ombea. Utakuta yale Bwana anayachukia ndo shetani Ibilisi yeye anazileta kwa wanadamu. Na ndio maana Bwana yeye hajawahi kuchukia mwanadamu, bali Mungu anachukia maovu ya mwanadamu. Mungu achukii mwanadamu, bali Bwana anachukia maovu ya mwanadamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu anafanya vitu vinavyomchukiza yeye Bwana. Kwa mfano tena kwa wazazi hawachukii watoto, lakini huwa wanachukia tabia zao. Wanachukia kwamba Bwana wanachukia wakati wakisema kitu akisha wanaenda kinyume na sauti yao. Wazazi utakuta huwa wanachukia sana, huwa wanasirika. Na ndio jinsi pia ilivyo kwa Bwana. Bwana yeye anatusirikia. Bwana yeye anachukia tabia zetu, yani sisi ni wapumbavu. Hatutaki kumsikiliza. Na ndio maana mara kwa mara Bwana alikuwa anaita watu wa Israeli wapumbavu, wajinga. Hadi sasa watu ni wajinga na wapumbavu.
Kwa sababu gani? Kwa sababu wanaendelea kujitetea na dhambi, wanaendelea kuishi katika maisha ya dhambi, wanaendelea kumtumikia ibilisi, wanaendelea kukaa ndani ya ibilisi, wanaendelea kumdharau Bwana, wanaendelea kumsahau Bwana, wanaendelea kumchukiza Bwana. Na Bwana bariki neno lake. Amen.